Okay, mimi kwa majina halisi kabisa naitwa Goodluck Onesmo Carlos Mwinuka. Goodluck maana yake bahati njema, sio bahati njema. Luckily, sisi ndo watu wenye bahati kwenye katika ulimwengu. Hao ndo majina yangu halisi. Okay, awali naanza kutumia mitandao ya kijamii nilikuwa najiita Goodluck Carlos. Kuna option mbili za majina. Jina la kwanza Goodluck Carlos, jina la pili pia nikawa naweka Goodluck Carlos. Sasa kipindi naanza kuwa maarufu, nikaona kabisa mbona kama kuna walakini kwa baadhi ya mashabiki zangu. Ukishasema tu Goodluck lazima uulize, Goodluck yupi huyo? Goodluck Gozbert, Goodluck Jonathan, kipindi hicho ni rais wa Nigeria, au Goodluck Temo, Goodluck nani? Yaani ni Goodluck yupi? Goodluck Carlos. Okay, kwa hiyo nikaona kabisa kumbe na wapa baadhi ya mashabiki utata wa kunitafuta, wa kunisearch kwenye mitandao. Nikaona na kila sababu ya kutengeneza unique name, jina la kitofauti kidogo ambalo itawarahisishia mashabiki zangu kunipata. Na nikirejelea pia kwa makaka zangu, kwa mfano mtu kama labda Diamond, unakuta sio jina lake Nasibu sijui nani sijui mtu kama Yoti Lucas Muvile. Kwa nikaona kumbe lazima uwe na jina la sanaa. Na mimi nikasema na kila sababu ya kutafuta sasa jina la sanaa. Kwenye kutafuta jina la sanaa haikuwa rahisi. Kwa sababu nilikuwa na option zangu mwenyewe kama 3, 4, 5. Nilizitengeneza mwenyewe. Nikasema hapa niende na Macho au niende na Mwanya au niende na nini. Nikaona hapa niende tu na Mwanya. Sababu nikaona kwenye Macho hapa, Macho, Mr. Macho, sijui Macho official, Macho Dungu, Macho nini. Nikaona Macho yani essence yani kwenye ile tongue ile ulimi kutamka, naona kabisa kama haikai. Nikaona naenda na Mwanya. Lakini pia nilivyosema naenda na Mwanya, bado pia kukaa kuna utata. Mwanya ipi? Yaani Mwanya inakaije Mwanya? Mwanya professional, Mwanya official, Mwanya nini president, Mwanya Mr, Mwanya OG, Mwanya, yani Mwanya nini sasa, tuweke kitu gani? Mimi ni mtu ambaye nilikuwa namtizama sana Mr Bean na Charlie Chaplin. Kwa hiyo nikaona kabisa hapa nikiweka Mr Mwanya, nikirejelea hata kwa kaka zangu pia Mr Beneficial, Mr Mwanya, Mr Bean, nikaona kabisa hii cycle hii inakaa vizuri, nikaweka Mr Mwanya. Lakini pia ili mashabiki zangu wasinipoteze, kwa pale kuna option mbili za majina. Jina la juu kabisa Mr Mwanya, jina la pili Goodluck Carlos. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wanaendelea na Goodluck Carlos wakawa wanaendelea kunipata, alafu watu wa Mr Mwanya wakawa wananipata, na wengine wapya sasa wakaanza kukariri sasa, huu ni Mwanya. Lakini baadaye pia jina la pili likazaliwa, Amini Shubamiti, mara baada ya kufanya maudhui na kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Nikawa naitwa na baadhi ya mashabiki zangu, Shubamiti wewe, Shubamiti Mwanya. Kwa hiyo wengine Mwanya, wengine Shubamiti. Rasmi nikafuta ile Goodluck ya pili, nikaweka Shubamiti. Kwa hiyo kimtandao ni Mr Mwanya au Shubamiti. Kwenye katika attendance, kwenye katika vyeti vya kuzaliwa, vya kuoa, vya kumikopo, vya kumiliki mali ni Goodluck Onesmo Carlos. Okay, kwenye swala zima la elimu kidogo, elimu ndio ufungua maisha. Sikukimbia elimu mimi jamani. Elimu is the key of success, key of life. Shule ya msingi kabisa nilianzia kusoma Sumbawanga, mkoani Rukwa. Shule ya msingi Mwenge B. Hapo nilisoma kwa kipindi cha darasa la kwanza hadi darasa la 4. Hapo tunazungumzia ni mnamo mwaka 2003 hadi 2007. Then nikahamishwa. Nikapaswa nimfuate mzazi wangu wa kiume Dar es Salaam. Ambapo nilimalizia elimu yangu ya darasa la 5, la 6, la 7 katika shule ya msingi Maweni iliyopo Kigamboni, wilaya mpya ya Kigamboni. Nikafanikiwa kuendelea na masomo ya upili, wenyewe wanasema secondary school O level, katika shule ya sekondari Kibugumo iliyopo pia Kigamboni, form 1 hadi form 4. Nilikuwa nafaulu jamani. So eti Mwanya mchekeshaji alikopo, nilikuwa nafaulu vizuri tu. Yaani tena usiniambie kabisa kwenye swala zima la hesabu. Safi kabisa. Nilikuwa sipindui.
Kwa hiyo darasa la 4 mpaka darasa la 7, amini mwaka 2008 mpaka 2010, darasa la 5 hadi darasa la 7, 2008 hadi 2010 nilisoma katika shule ya msingi Maweni. O level mwaka 2011 hadi 2014, shule ya sekondari Kibugumu iliyopo Kigamboni. Form 4 pale nilijitahidi, shule ilikopo ni ya kata. Tunajua changamoto za shule za kata. Lakini nilijitahidi nikaweza kufanikiwa kufaulu pia kuelekea masomo ya advance kwa mchepuo wa EGM. Amini nikapangiwa shule ya Njombe. Watoto wa Njombe ni Njosi hiyo Njosi. Nafikiri mnaelewa vizuri. Pale nilisoma form 5, form 6 mchepuo wa EGM. Hiyo ni 2015 hadi 2017. Kwa sababu ni EGM, swala zima la mkopo, ukata wa familia yangu, swala la shule kawa ni mtihani kwa kweli. Kwa hiyo nikaenda kwenye kujiajiri. Yaani nikajiajiri lakini nikaenda kuajiriwa. Lakini mindset yangu nikawa nimejiajiri kwamba ngoja tu niende kwenye kutafuta chochote. Kwa hiyo nikaajiriwa kama mwalimu wa ziada, somo la hesabu sekondari. Nikadumu kwa miaka 2. Mara baada ya kupata pesa, lakini pesa pia ikawa haitoshi kwenda kujisomesha, nikawa pia nasaidia pia familia mwenyewe mahitaji. Kwa hiyo nikaenda kwenye kuajiriwa sasa na tajiri mmoja Kigamboni kwenye huduma za kifedha. Hapo sasa ndo nikaingia kwenye system nzima ya maisha kama mwajiriwa katika moja ya ofisi ya moja ya tajiri aliyepo Kigamboni. Sasa mara baada ya kuajiriwa na yule tajiri Kigamboni, nililipwa vizuri, nilifanya kazi kwa jitihada, niliweza kumiliki pesa. Maana baada ya kumiliki pesa nilianza kumiliki rasilimali zinazoshikika. Tunazungumzia sasa vifaa vya kielektroniki, laptops, simu nzuri, redio nzuri. Sasa kwenye simu nzuri tunajua kawaida ya simu nzuri yenye kamera nzuri lazima utakuwa na hulka ya kujirekodi, hulka ya kupiga picha. Kwa katika zile picha, katika zile video zilizokuwa na rekodi, pia nilikuwa nachapisha kwenye mtandao wa Facebook kwa wakati huo. Lakini nilikuwa napata matokeo, yaani nilikuwa ni mtu mwenye bahati, nilikuwa napata sana matokeo. TikTok ilivyokuwa inaingia mwaka 2020 Tanzania, mimi nilikuwa pia mtu wa mwanzoni kabisa kuweza kutumia TikTok. Kwa hiyo nilitumia jukwaa la TikTok kuweka maudhui yangu yanayohusu sana video, kwa sababu TikTok yenyewe inahusu sana video. Zile picha ambazo nilikuwa napiga kwa simu yangu nilikuwa na posti sana Facebook na status. Sasa kwenye swala zima la videos ambazo nilikuwa nazizalisha na naziposti TikTok bwana, nilikuwa na posti video za aina tofauti. Yaani kuna video nilikuwa nafundisha, kuna video nilikuwa naimba nyimbo za wasanii nafatisha kwa kuchezesha ulimi, kuna video nilikuwa nachekesha. Video ambazo zilikuwa zinapata matokeo makubwa kwenye mtandao ule wa TikTok ni video ambazo nilikuwa nachekesha. Na video yangu ya kwanza kabisa kuwa na impression kubwa na kuonesha kabisa kwamba mwanya una kitu fulani, mjaribu kuwa serious, ni video ambayo nilitumia effect ya machozi. Alafu nikawa najaribu kuonesha redio kwamba hii redio ina thamani ya shilingi 20,000, lakini mama yangu kitendo cha kwenda Kariakoo aliuziwa shilingi 200,000. Effect ya machozi kulingana na ile story, utapeli Kariakoo. Mimi nilivyokuwa naonekana kama nalia na macho yametoka, watu wengi walidhani ni ukweli. Watu wengi walijua ile machozi ni ya ukweli. Kwa hiyo ilipata views zaidi ya 500,000 ndani ya siku moja. Watu walishare kwenye blogs za mjini hizi udaku page, walishare a lot of, na hawakuwahi kujua kama mimi niko Dar es Salaam, walijuaga mimi niko mkoani. Kwa hiyo watu wakaanza kuniletea sasa zile comments, maoni pale eneo ambalo nilikuwa nafanyia kazi, eneo ambalo nilikuwa nimeajiriwa. Kwamba wewe ndo huyo? Yes, wewe ndo mimi. Wewe mbona kipaji kikubwa sana? Unachekesha, una macho, una nini? Kwa hiyo mimi nilikuwa na change kulingana na vile ambavyo naambiwa. Niliendelea kufanya vile video, haikuchukua muda nikapata video pia nyingine ambayo iliweza kwenda viral sana. Point ni kwamba katika video ambazo nilikuwa nafanya, video ya kuchekesha, video ya kufundisha, video ya kucheza, video ya vibe, video ambayo ilikuwa ina matokeo makubwa ni video ya kuchekesha. Kwa hiyo nikaona kabisa kitu kinachozungumza kwenye maisha yangu, acha nikifuate. Kwa nikasema basically nitafanya uchekeshaji.
nitafanya video za ucheshi kwa sababu ndo zenye matokeo. Kwenye maisha pia tunafundishwa hivyo. Unatafuta maisha Dar es Salaam huyapati, usilazimishe. Nenda Kasulu, usikute kuna mawese yanakusubiri kule. Nenda Mpanda, kuna miwa kule na kusubiri, miwa ya Mpanda hiyo Katavi. Unaona siji maisha yanakugomea huku Mwanza, siji nini samaki kama wanakukimbia. Toka, tafuta na nini Alizeti Tabora. Nilifuata kitu ambacho kinazungumza kwenye katika halmashauri ya moyo wangu. Okay, basically dream yangu mimi ilikuwa ni kuwa tajiri. Yaani mimi kipindi niko mdogo mama yangu alikuwa akiniuliza, "Unataka uje uwe nani ukishakuwa mkubwa?" Nilikuwa namwambia mama, mimi nataka nije kuwa boss. Boss kwenye engo ipi mwanangu? Boss hata ukimiliki matembele dish au beseni moja wewe ni boss. Imagine la kwako. Sema engo ipi? Boss kwenye kitengo kipi? Kwenye kitengo cha mawasiliano, kitengo cha fedha, boss gani? Sema. Nikamwambia mama, naomba usikize kwanza. Mimi my dream ni kuwa accountant clerk, muhasibu. Mambo ya pesa. Kwa hiyo ndoto ilikuwa ni kuwa muhasibu. Ndoto hii ilidumu. Hii ndoto ilidumu mpaka niko form 4. Bado nilikuwa na ndoto hiyo ya kuwa muhasibu. Ndio maana hata kwenye combination zote zilibalance. Lakini nilichagua EGM kwa sababu ndo suitable kombi ya mtu ambaye anataka kuwa accountant clerk. Economics, geography na mathematics. Sasa nilipofika form 5 na form 6 malengo yakabadilishwa. Nikaona kabisa kwamba nina kila sababu ya kuwa mwalimu. Nina karama ya kumwelekeza mtu na akakielewa kitu. Kwa sababu kipindi na niko advanced nilifungua tuition programs, zilifanya vizuri. Niliapproachiwa kwenda kufundisha baadhi ya shule za private. Watu walikuwa wanapokea sana. Kwa hiyo nilichange gear hewani. Badala ya kuwa mhasibu nikasema sasa mimi nataka nije kuwa mwalimu by professional. Lakini pia malengo ya kuwa mwalimu pia yalichange mara baada ya kufanya vizuri sana kwenye mtandao na mtandao kunipa matokeo kwa kipindi kifupi sana. Kwa sababu tunasema hivi kwenye maisha, mtoto wa kiume, sio mtoto wa kiume tu. Sasa hivi hata watoto wa kike wanachakalika sana. Hautakiwi kupenda kazi. Hapa mabosi watanichukia. Mtoto yoyote, mtafutaji yoyote, hutakiwi kupenda kazi. Unatakiwa upende mshahara. Upo kwenye kazi ya mshahara 300, kuna mtu kwa approach kazi ya mshahara 700, so long as kazi iko well organized, haivunji miiko maadili, toka hapo kwenye 300 nenda kule, utimize malengo, uishi vizuri. Kwa hiyo baada ya mtandao mimi kunipa vitu ambavyo sikuvitarajia ndani ya muda mfupi, basi nikaamua kushift sasa kutoka kwenye walimu niingie sasa rasmi kwenye sanaa, niwekeze kwenye sanaa. Later takuja kwenye masuala ya ujasiriamali na ufanyabiashara. Sasa kwa sasa hivi nimejikita zaidi kwenye sanaa, na sanaa ni ajira. Katika hizi karangu sijaona, sijahitaji kuanza kuitupa mkono sanaa na kuanza kuwekeza kwenye miradi mingine. Sanaa bado inanidai. Lakini ndani ya sanaa biashara zinafanyika ndani ya sanaa hii. Yaani kwa mfano kama mimi kuwa brand ambassador, kutangaza nini, kuinfluence miradi, project za watu, hiyo ni biashara kwangu. Kwa hiyo nimeamua kwanza nijikite kwanza kwenye upande. Kama ni kuniungisha mashabiki, mimi mnaniungisha kupitia likes, kupitia comments. Ila later sasa nikishafika kwenye rika la 40s na kuendelea, hapo sasa nitatoka mbele, nitawaambia kabisa ndugu zangu ni wa Tanzania, nimefungua mgahawa huu hapa, visheti vyake ni vya kitofauti, njoeni. Nimefungua saluni, engo zangu mimi napima na rula, engo 45, engo 30 najua kuzizingatia. Nimepanga nikishafikisha miaka kuanzia 40 niweze kufungua hizo biashara kupitia jina langu. Nitatoka mbele na nitaomba support na nitaomba mni support ndugu zangu. Haikuwa rahisi kupokelewa, hususan mtu ni msomi alafu anaenda kwenye sanaa, na sio sanaa tu ya uchekeshaji. Daraja linalotofautisha ucheshi na ujinga na upuuzi limetofautishwa na sentimeta chache sana.
distance iliyopo kati ya ucheshi na upuuzi na ujinga ni sentimeta chache mno. Kwa hiyo mtu ni rahisi kukuona kama umechanganyikiwa endapo haelewi nini maana ya sanaa, endapo haelewi nini maana ya ucheshi. Kwa hiyo haikuwa rahisi. Baadhi ya marafiki walinitenga. Huyo ex tunayesema mpenzi alitoka mbele na akajinadi kuwa kwamba mimi ndio nilikuwa na matatizo. Anaona aibu kuwahi kudate, kuwahi kuwa sehemu ya historia ya mahusiano ya kwake yeye na mimi. Hapo ni mwanzoni. Wazazi pia, hapa nampa sana maua mama yangu. Mama yangu bwana, jamani, yule mama Mungu ambariki jamani. Yaani from the beginning, yaani ananisupport tu fanya, na ananipa na idea. Na hata ile singlet ile alinunua yeye Karume. Singlet ya blue ambayo ipo kwenye profile na kofia njano. Yeye ndo alileta Karume. Akasema hizi unaweza kuzitumia kwenye ucheshi, kwa sababu aliamini ucheshi lazima uwe na nguo za ovyo ovyo. Kiangalia kina brother K mashati makubwa, wakina brother Mkwele migogo yale makubwa. Wakinini sijui unaweka manguo mabaya, manguo machafu. Kwa hiyo aliamini vitu vya ajabu ajabu ndio mtu unaweza ukavitumia kwenye ucheshi. Kwa hiyo pongezi, maua sana kwa mama yangu mzazi. Waga naheshimu sana mchango wake. Ila haikuwa rahisi hata kwenye katika jamii. Jamii ilihisi kabisa mbona huyu alikuwa ni msomi mzuri anafanya vitu ambavyo ni vya uchizi tu kwenye mtandao. Kwa hiyo hawakuamini. Lakini sikukata tamaa, nilifanya, Mungu akajibu. Yes, sasa hivi ndo anaelewa kabisa kwamba yes, okay, huyo mtu alikuwa anafanya kitu fulani na ni in a positive way. Wana uwezo sasa hata wakubalia watoto zao, ndugu zao, marafiki zao wafanye, wakiamini yupo mtu mmoja akuwa anafanya, alifanya afu ikawa. Mwanzoni ndio ilinisumbua, kwa sababu wanasema unapotaka kufanya kitu chochote kwenye maisha au unapotaka kuzungumza kitu chochote kwenye maisha, lipo kundi limejiandaa, kundi la watu limejiandaa kukusupport, lipo kundi limeshajiandaa kukupinga, yani lipo. Na kuna kundi ambalo lipo linataka likuone unafanyaje ndio lichague upande. Kama litakusupport ama unafanya vema, au kama ufanye vema lisikusupport. Kwa hiyo mara kwanza kabisa lile kundi ambalo sasa lilikopo linanipinga, yani hata nifanyeje, lilikopo kwa ajili ya kunipinga na kunikatisha tamaa. Lile linisumbua. Nilikuwa napata comment mbaya, nilikuwa napata DM mbaya sana. Ufanye chochote, uwezi kufanya chochote wewe. Mjinga, mpuzi, mwanya kama uchocholo, mwanya. Jamani, nilikatishwa sana tamaa. Lakini nilikopo na kuwa na ile hali, nilikuwa nakuwa na ule moyo, kwa sababu kuna kundi la watu pia lilikopo linanisupport. Kwa linanitia moyo. Lilikuwa linanitumia voucher kutoka nje wapi maeneo mengi ambayo iliniaminisha kuwa hamna naweza kufanya kitu. Kwa nini mbona kuna kundi la watu mbona linanipigania? Na nikiangalia pia hata ukuaji wa numbers kwenye mtandao, numbers zilikuwa zinakuwa, kwa sababu pale kuna following na kuna unfollows. Namba ambazo zilikopo zinanifuatilia zilikopo zinakuwa kwa kasi kulikoni zile namba ambazo zilikopo zinanikimbia. Kwa hiyo nikaona okay, natakiwa niwe na moyo shupavu. Siwezi kupendwa, siwezi kukubalika na kila mtu, siwezi kueleweka na kila mtu. Kwa hiyo ilinisumbua mwanzoni, lakini sasa hivi tayari niko matured kwenye mtandao. Mimi hata ucomment kitu gani ndugu yangu, hata utukaneje, sikublock, sikumute, sikufanyeje, na kuangalia tu, kwa sababu tayari najua leo hii sio shabiki yangu, baada ya muda kidogo uenda ukawa kwangu. Zipo baadhi ya comment na kutana nazo, mimi nilikuwa sikukubali, lakini sasa nakukubali. Yani mwanangu, yani samani bwana, nilikuwa sijui kama samani, nilikuwa sijui kama nimekufollow bwana, eti leo ndo nimeona account yako. Lakini kwa hiyo naamini kwenye jitihada, naamini kwenye jitihada kulikoni kwenye kubembeleza. Wanasema huruma sio malezi, ni kufanya tu kazi. Okay, sanaa sasa hivi ina milango miepesi. Yaani ni easy kuingia kwenye sanaa sasa hivi, ni rahisi sana kuingia kwenye sanaa sasa hivi. Unahitaji tu simu, account utafungua mwenyewe, utajaza taarifa zako, utakuwa tayari ni mwana sanaa. Ushauri wangu kwa vijana ambao wanachipukia au wanaanza,
Cha kwanza, ukishafungua ule mtandao, cha kwanza nenda kwenye bodi ya filamu. Kama ni muziki, nenda kwenye Baraza la Sanaa Tanzania BASATA. Jisajili, utapewa ule mwongozo. Ukishatoka hapo sasa utakuwa ni mpya na utakuwa una uwezo sawa kufanya kwa ule uelewa. Listen, ukifanya maudhui ambayo ni negative, ni hasi, vipo vyombo ambavyo vitakushikilia na vitakupa adhabu. Kama ni adhabu kali, kama ni adhabu nyepesi, inategemeana na bahati yako. Kwa hiyo ukishakuwa umeshajisajili na ukishaelewa zile ethics za sanaa, inakuwa inakupa wewe usalama na inakuwa inakutanulia hata ule wigo wa kufahamika hata kwa organization za maana, kwa watu pia wa maana. Hilo ni swala zima la usajili. Swala zima la pili ni kuwa positive. Make sure unakuwa positive. Usitengeneze maudhui ukitegemea eti utapata comment nyingi au likes nyingi. Nisikilize, shetani ana kawaida moja. Akitaka akuue, anakupa akili ya kutengeneza sanaa chafu. Na ukishatengeneza ile sanaa chafu, kitendo cha wewe kuipost tu, kuipost kwenye mtandao, utapata shares nyingi, watu wengi watakudownload, watu wengi watakukomentia. Wewe ukifikiri kwamba ndo uko proud of na ile content yako, kumbe ndo unapotea. Kwa make sure kama na sauna unakuwa positive. Ukishakuwa positive, vitu positive vitakuja kwenye maisha yako. Zitakuja deals, watakuja watu wa maana, vitakuja vitu vingi ambavyo zitakuja zawadi, vitu vingi. Sanaa ni keki kubwa wanasema. Wote tunatakiwa tushiriki kuila. Lakini ukishakuwa umetengeneza content ambazo ni negative, ndugu yangu, mimi hata nisikufiche, zipo sheria, zipo vyombo, zipo mamlaka, vipo vitu kibao ambavyo wewe vitakushika na vitakuhoji, vitakuuliza, vitakupa adhabu. Mwisho siku utajuta kabisa kuingia kwenye sanaa. So make sure you be positive kwenye kile ambacho umekiplani kukitengeneza. Okay, ushauri mwingine wa muhimu ambao kuna baadhi ya watu wanajaribu kupotosha ni swala zima la elimu. Watu wanaacha shule wakiwa bado wadogo sana, wakiamini eti wana vipaji vikubwa. Nisikilize, elimu bado ina play part kubwa sana. Elimu inakupa wewe uhuru wa kifikra. Elimu inakupa wewe uwezo wa kuchakata vitu. Unavyokuwa. Kwenye sanaa yote, kama ni uchezaji mpira, kama ni muziki, kama ni ucheshi, kama ni uigizaji, utakutana na mikataba, ndugu yangu. Utakutana na mikataba ambayo itatakiwa uisome na uielewe. Unafanya kazi za watu kulingana na makaratasi namna anavyosema. Sasa kama hauna elimu, ndio kuna kudhulumiwa, kuna kutokumaliza kazi, kuna kushtakiana, kuna kudhulumiana maudhui. Yule mtu ambaye amekupa kazi akiamini wewe umemdhulumu, umemtapeli. Kwa hiyo elimu ina play part kubwa. Elimu wewe inakupa uwezo wa kufanya maamuzi, wa kujitambua. Umeletewa kitu mezani, umekisoma, umekielewa vizuri, unakifanyia maamuzi, unaingia kwenye utendaji. Yote ni elimu. Elimu ndio inatufundisha hayo. Kwa hiyo tusije tukaiacha elimu, jamani. Wale ambao hatujabahatika kusoma, zipo online educations, tupitie humo, tusome. Yaani elimu bado ina umuhimu mkubwa sana. Mimi ni shabiki namba moja wa elimu. Bila elimu unaweza kujikuta unafanya sana, alafu unakuja unapoteza ndani ya dakika moja, sekunde moja tu ukapoteza na ukaingia tena na kwenye matatizo. Kwa hiyo elimu ni kitu cha umuhimu sana, ndugu wasanii. Binafsi najiona ni comedian bora sana, kwa sababu ndani ya muda mchache nimeweza kufanya vitu ambavyo kwangu mimi nafikiri nimeweza sana. Kuanzia kumiliki rasilimali zinazoshikika, kwa maana maisha kwa ujumla, lakini pia wanasema numbers don't lie. Numbers zimekuwa ndani ya kipindi kifupi. Na tukitaka tu prove haya, basi tuangalie kwa waliotutangulia. Wamefanya ndani ya miaka mingapi? Wana rasilimali gani zinazoshikika na namba zao? Sio kwa ubaya, ila mimi naamini ni bora kupitia hizo tathmini ambazo mimi nimezifanya. Na naamini kwa bora
inanipa pia hasira ya kuendelea kuwa bora. Sitamani kushuka. Wanasema Mungu Bwana ametuumba tutoke point A kuelekea point B. Yaani Mungu amesema amekuumba wewe kutoka viwango kwenda viwango. So eti uende viwango vya juu tena ushuke. Hiyo sio formula ya Mungu, sio formula ya mafanikio. Kwa hiyo naamini sana kwenye engo hiyo. Kwamba mimi ni bora zaidi ya wengi. Sio wote, wapo ambao ni bora kwa nafasi zao, kwa maisha yao, lakini mimi kwenye kingdom yangu mimi I am the best kwa kweli. Okay, ukishakuwa Tanzania hakuna timu yoyote ambayo wewe utaweza kuishabikia zaidi ya Yanga. Labda kama ningekuwa nimezaliwa Hispania ningesema labda mimi Real Madrid, ningekuwa nimezaliwa Italia ningekuwa Juventus, ningekuwa nimezaliwa Ufaransa ningekuwa labda PSG au Marseille. Lakini kwa Tanzania utakuwa timu gani zaidi ya Yanga? Timu zote hamna kitu. Sifuri, wanacheza mipira ovyo. Haya, kuna hii timu juzi ndio imemsajili kocha na matatu. Mpira wanaocheza ni tatu. Yaani unajua kama tatu zilivyo zinavyochora. Huko mara moto umeingia hivi, huko unakutana na gitaa. Mara unakutana na gitaa, unakutana na mmea, bangi. Yaani vurugu mechi. Alafu Yanga bwana, ukifuatilia kuanzia uongozi, maua mengi sana kwa engineer Hersi. Sasa hizi yupo kwenye katika FIFA huko. Kiongozi wa Yanga. Ukifuatilia pia wachezaji wa Yanga, status wanakuja na low status, lakini wanakuja kuwa wachezaji wakubwa na wanaosumbua. Tulikuwa hatumjui Fiston Maele, lakini sasa hizi ndio wanasumbua Afrika. Tulikuwa hatumjui Pacome, amefanikiwa kufuzu kombe la dunia. Ndio mchezaji pekee ambaye anacheza Tanzania ambaye amefuzu kombe la dunia. Kwa lugha nyingine tunasema hivi, Pacome aiheshimisha Tanzania kombe la dunia. Au kitu cha habari kingine tunaweza tukaandika Yanga yafuzu kombe la dunia. Yote hiyo kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya timu yangu ya Yanga. Tulikuwa hapa tumjui Stefan Aziz Ki, anasumbua Wydad. Tulikuwa tumjui Faisal katoka Zanzibar huko, sijui kulima sijui chikichi huko. Faisal ndo top players kwa sasa hivi Tanzania. Yanga hiyo, yani hiyo ni Yanga, hamna cha kunitajia timu nyingine yoyote. Na hata ukimwona mchezaji anaweka timu nyingine yote, basi malezi kayapata Yanga. Kuna baadhi ya wachezaji wa Makoro walishai kujinadi kabisa kwamba wao role model wao wapo huku Yanga. Wana makocha wa mazoezi, wa viungo, wana kila kitu. Lakini wakikaa usiku wanaangalia video za Yanga YouTube au nenelio zile Yanga hapo, wana Yanga hapo. Yaani kuna wachezaji wa Simba na viongozi wa Simba wana Yanga hapo. Wamedownload, wanatufuatilia. Sasa mimi niwe timu gani mimi zaidi ya Yanga kwenye katika hili taifa? Yanga tu hapa. Nje ya Tanzania mimi ni mshabiki wa Chelsea kwa sababu ya ile black. Chelsea naamini sana kwenye watu weusi. Kwa hiyo mimi napenda sana Chelsea tangu kipindi hicho cha Florent Maruda, Kalu, kina Drogba mpaka leo hii. Na ndo mabingwa wa dunia. Tunavyozungumza Chelsea ni mabingwa wa dunia. Yaani sitaki mtu aanze kusema anashabikia timu gani? Mabingwa wa dunia. Sisi tunachotamani kesho kutwa dunia icheze na Jupiter, watu tukibabue. Dunia imecheza na Venus, Uranus, sayari zile zudu misusa zokao zile. Tucheze nazo zuhura, tuende hadi kwenye jua kule. Uwanja unawekwa kwenye mwezi. Babeki. Chelsea hiyo. Afu kule Madrid bwana Ronaldo. Yaani Ronaldo ndo alinifanya mimi nikaipenda Madrid. Afu sasa hizi ametuacha kwenye matatizo. Kwa hiyo tunayumba. Kina Lamine Yamal hawa ni kama kuna vitu wanatumia. Ila tutakuwa sawa. Kila Mbappe naona kama yuko serious. Ila kwa mataifa mimi nashabikia sana Ureno kwa sababu ya Cristiano, na Ufaransa pia kwa sababu ya weusi na Kylian Mbappe ya Real Madrid. Kwenye swala zima la filamu mimi napenda sana horror movies za kutisha. Na siogopi, naangalia mwanzo mwisho. Movie ambazo mimi nazipenda walau kwa uchache. Kuna movie kama Barbarian. Kuna movie inaitwa Us. Hizo kazitafute ndugu yangu, lazima uchanganyikiwe. Tena angalia usiku. Saa 6 mpaka saa 7 saa 8 ili uvuruge ubongo. Afu kuna hiyo nyingine inaitwa When Evil Lurks. Zinatisha hizo, ni hatari. Ila hizi ambazo pia zina trending waga naangalia. Squid Games. Za ucheshi pia kidogo. Bees za kina Will Smith. Napenda pia kutizama. Nigeria kule sijakariri majina, lakini Nigeria pia the best kwenye movie za kutisha. Mtu akabadilishwa mara kawa kuku,
Mimi ndio vitu vyangu hivyo. Baadhi ya watu nitakuwa ni muongo, kuna watu ambao nilikuwa na waangalia sana, ila kwenye swala zima la role model kwa upande wa ndani nilikopo ni shabiki wa vichekesho hit, vichekesho vizuri. Sio mtu fulani kwamba nikae eti ndo namwangaliaga huyo tu kila kitu chake, hapana. Ila kuna zile hit. Kwa unakuta labda Senga kuna kichekesho fulani, amini Mzee Majuto ndo vilikopo ni vingi. Kwa hiyo naweza nikasema ni kama role model kwa sababu alikopo ana vingi. Mtu kama Joti, mtu kama mabrother ambao nitawasahau, I'm sorry, lakini najaribu kuzungumzia hit, vichekesho ambavyo ni hit ndio vilikuwa vinanipa mimi munkari ya kutizama na kujiweka sawa pia mimi mwenyewe. Kwa upande wa nje, mtu kama Last Kim South Africa, Mr Bean na Charlie Chaplin. Hao ndio watu ambao mimi nilikuwa nawatizama sana. Kwenye swala zima la kujishape. Kwa hiyo nikitizama mimi ninavyotembea vile, tunarejea kwa Charlie Chaplin. Tukitizama mavazi, tunarejelea kwa mabrothers hawa, wakina Senga na vitu kama hivyo.